Sodakta, kiashiria hiko kwa sasa tukatazame habari za biashara na uchumi. Serikali imeweka bayana mikakati mahususi inayolenga kuongeza uwekezaji nchini kwa kuanzisha vituo maalum kwa ajili ya kuyahudumia makundi maalum ikiwemo vijana na kuyawezesha kupitia huduma za mafunzo, uwezeshaji na usaidizi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Fatma Hassan. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo kwenye mkutano wa wadau wa uwekezaji uliokwenda sambamba na uzinduzi wa bodi ya wakurugenzi wa TISEZA na uzinduzi wa mwongozo wa watoa huduma kwa wawekezaji, ambapo pia amesema serikali imeandaa mkakati wa kuanzisha programu maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha viwanda kwa kutenga maeneo kwa ajili ya vijana waliomaliza vyuo vikuu na vya ufundi. Ni muhimu kuhakikisha kuwa shughuli za uwekezaji zinalenga kujibu changamoto za kiuchumi zinazokabili nchi kwa vitendo kwa kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa katika Dira ya Taifa 2050. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema uzinduzi wa watoa huduma ni uthibitisho wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kujenga mazingira yenye weledi, uwazi na uadilifu katika utoaji wa huduma kwa wawekezaji, na kwamba hatua hii itasaidia kuongeza imani ya wawekezaji, kuvutia mitaji ndani na nje, jambo ambalo litasaidia kuimarisha uchumi wa taifa. Naomba kuendelea kuhakikishia wawekezaji kuwa tutaendelea kuchukua hatua endelevu za kuboresha mazingira ya uwekezaji, ikiwa ni ngazi muhimu ya kuendelea kuimarisha na kupanua viwanda na biashara nchini. Muda ambao unatumika kutoa huduma unakuwa hautabiriki, na wawekezaji wanataka kupata timeline ambazo zinawawezesha kutambua huduma wanaoilipia itachukua muda gani. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Tukitoka hapa jijini Dar es Salaam tuelekee huko mkoani Mbeya. Vijana wanaofanya biashara ya kusafirisha mkaa kutoka Chunya hadi Mbeya mjini wameomba kuwezeshwa mikopo ili kuondokana na shughuli hiyo ambayo imekuwa na vikwazo mbalimbali, ikiwemo kukamatwa na wakala wa huduma za misitu TFS kwa kuwa wanafanya biashara hiyo bila ya kuwa na vibali. Taarifa zaidi na Epemakus Apolinari. Vijana wametoa ombi hilo kwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwarunenge wakati akizungumza nao namna ya kuwasaidia kutokana na kero ambazo zimekuwa zikiwakabili katika shughuli zao za mkaa na kusababisha baadhi yao kushinda mtaani bila kazi, huku wengine wakinyang'anywa pikipiki zao. Kazi zangu za pikipiki nikiibuka taratibu, mwisho wa siku nitafunguka kwa ofisi kangu hapa, teleo wanakuja pale wana bajeni kwenye hesabu zao wao. Tunateseka wengine huku mtaani, tunanyanyasika, tuelewi maisha yanaenda vipi. Tunajaribu kukopa mikopo pikipiki zingine wanatukatalia. Mabosi wapo wengine hapa tunaomba pikipiki wanatukatalia. Tangia tumeanza kusikiliza kuhusu pikipiki kutoka na kutolewa, sasa tutakufa. Njaa imekuwa kali miezi 4. Tukajua labda leo mbunge amekuja na majibu kabisa kwamba pikipiki zenu mkachukue, lakini bado kama tulikotoka ndo tulipo. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwarunenge amesema atahakikisha na wasaidia ili waweze kununua pikipiki na kujiajiri nje ya biashara ya mkaa, huku akiwataka kuunda kikundi na kukisajili ili kitambulike kisheria. Walikimbiza jambo hili haraka kwa uzito, ndio maana nimesema kwa uzito huo ndio maana jambo nimelisimamia. Na nilisimamia mwenyewe kwa kucha. Kwa kile kama liende haraka sana ili mrudi kwenye maisha yenu ya kawaida. Ninawahakikishia. Nimesema narudia tena. Nataka nitoe matajiri humu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epemakus Apolinari, Channel 10. Asante Epemakus Apolinari. Ndio tamati ya habari za biashara na uchumi usiku wa leo. Tukaa tayari kwa ajili ya michezo na burudani. Atakuja hapa Esther Mtebe kuja kutuhabarisha.